adui aliyendani. Mimi Bwana na uchunguza moyo na kujaribu akili kumpa kila mtu sawasawa na njia zake, sawasawa na matendo yake. Baada ya mbinu isiyo ya kimantiki ya kijeshi, kuta za Yeriko zilianguka. Israeli waliingia jijini na kuliharibu kabisa. Ushindi huu si ya Elohim, kwa kuwa Israeli haikuwa na uhusiano wowote nayo. Baada ya mbinu ya kijeshi iliyofikiriwa vizuri, inashinda kushindwa na nani? Na watu wa Israeli, kwa kuwa hawakumtegemea Elohim. Mwishowe walipomhoji Elohim, jibu lilikuwa kubwa: Israeli wamefanya dhambi na hawawezi tena kuwashinda adui zao. Inawezaje kupata tena kibali cha kimungu? Sababu ya kushindwa: kufadhaika na kuteseka. Kumgundua mkosaji. Dhambi ya Akani. Kushinda tena. Sababu ya kushindwa: Israeli wamefanya dhambi, wamelivunja agano langu nililowaamuru walishike. Wamechukua baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Wamesema uongo, wameviweka na amali zao wenyewe. Baada ya ripoti nzuri kutoka kwa wapelelezi waliotumwa Yeriko, Yoshua alishauriana na Elohim na kupokea kutoka kwake mkakati wa kuteka mji. Ikiwa baada ya kupokea ripoti kutoka kwa wapelelezi waliotumwa kwenda Yoshua angefanya vivyo hivyo, vifo vya watu 36 vingeepukwa. Lakini ni nini ilikuwa sababu halisi ya kushindwa, au ni nini ingekuwa sababu ya Elohim kumwambia Yoshua mule? Elohim alikuwa ameona kwamba Israeli wamefanya dhambi. Hakuna mahali popote katika Biblia dhambi imeelezewa na mambo kama haya: wamekioka, wamechukua, wameiba, wamesema uongo, wamewaweka pamoja na mali zao wenyewe. Kumbuka, wengi dhambi hiyo ilifanywa na mtu mmoja, lakini Elohim aliwawajibisha watu wote. Walikuwa wamevunja agano. Dhambi ilibidi uondolewe ili iweze kurejeshwa. Nimefadhaika na kuteseka. Yoshua akasema, Bwana Elohim, kwa nini umewavusha watu hawa mto Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori ili kutuangamiza? Laiti tungeritika kukaa ng'ambo ya Yordani. Yoshua na wazee walifadhaishwa na kushindwa huko na walionyesha ishara wazi ya maombolezo. Kisha Yoshua anajibu kwa hasira sawa na mwitikio wa mara kwa mara wa Israeli wakati wa miaka ya 40 ya kutangatanga. Kwa nini ulituleta? Laiti tungeritika kukaa. Walakini roho ya Yoshua haikuwa sawa na ile ya Waisraeli jangwani. Malalamiko yake hayakuhamasishwa na kukatishwa tamaa, lakini kwa hofu kwamba jina la Elohim lingevunjiwa heshima kati ya mataifa. Aliona wazi kwamba tabia ya Elohim ingefasiriwa na wasioamini kulingana na jinsi watu wake walivyotenda. Leo tunaendelea kuwa ushuhuda wa Elohim ulimwenguni. Ni jukumu kubwa kama nini kumgundua mkosaji. Asubuhi jitoleeni kabila kwa kabila. Kabila ambalo Bwana atachagua litakuja mbele ya ukoo kwa ukoo. Kabila ambalo Bwana atachagua litakuja mbele ya familia kwa familia, na familia ambayo Bwana atachagua itakuja mbele ya mtu kwa mtu, ili kuondoa dhambi ya ushirika, hatia ya watu wote. Mwenye dhambi alilazimika kuondolewa. Imeondolewa. Je, asingesamehewa ikiwa angetebu? Bila shaka angefanya hivyo, lakini Akani hakuonyesha ishara ya toba ya dhati, na alikuwa na fursa nyingi za kufanya hivyo.
mchakato wa uchunguzi ulitangazwa na kuahirishwa hadi siku iliyofuata. Akani alinyamaza. Kabila la Yuda ilichukuliwa. Akani alinyamaza. Familia ya Sera ilichukuliwa. Akani alinyamaza. Kiongozi Sabdi alichukuliwa. Akani alinyamaza. Akani alichukuliwa. Akani alinyamaza. Akionyesha fadhili na upendo wa kimungu, Yoshua alimuomba Akani akiri dhambi yake. Kesi ya Akani ilipotea. Alikiri lakini hakuomba msamaha. Walakini Elohim aliomboleza kwa ugumu wa moyo wake. Alionyeshwa katika kila wito wa toba. Dhambi ya Akani. Nilipoona katika niara wa basi sori kutoka Babeli shekeli 200 za fedha na upao wa dhahabu wenye uzito wa shekeli 50. Niliwatamani na kuzichukua, wao wamefichwa katika ardhi ndani ya hema langu na fedha chini. Yoshua alimuomba Akani amtukose Elohim na kuungama dhambi yake. Ilikuwa nafasi yake ya mwisho. Ikiwa alipokiri alikuwa ameomba msamaha, lakini hakufanya hivyo na hakukuwa na msamaha kwake. Kama Hawa, Akani aliona, alitamani na alichukua, na dhambi yake iliwaathiri wengi kama Anania na Safira. Akani alichukua baadhi ya vitu vilivyolaaniwa vilivyowekwa wakfu kwa Elohim na kuvilipia. Maamuzi ambayo Akani alifanya huko Yeriko yalikuwa kinyume kabisa na yale ya Rahabu. Rahabu aliwaficha wapelelezi juu ya paa. Alitenda kwa fadhili kwa Israeli. Alipendelea ushindi kwa sababu ya imani yake. Alifanya agano na Israeli. Aliweka huru maisha yake na ya familia yake. Akani alificha nyara ardhini. Lilileta shida kwa Israeli. Ilisababisha kushindwa kwa kazi zake. Alivunja agano la Israeli. Alikufa pamoja na familia yake. Kushinda tena. Ndipo Bwana akamwambia Yoshua, usiogope, usifadhaike, chukua jeshi lote pamoja nawe na uende na kushambulia Ai, kwa kuwa nimemtia mikononi mwako mfalme wa Ai na watu wake na mji wake na nchi yake. Kama huko Yeriko, Elohim alimpa Yoshua mkakati wa kushinda Ai. Wakati wa usiku shambulizi liliwekwa nyuma ya jiji. Kulipopambazuka, jeshi lilikaribia Ai na kujifanya kukimbia mbele yao tena. Musa alipoinua fimbo yake hadi alipopata ushindi juu ya Waamaleki kwa amri ya Elohim. Yoshua alinua silaha yake, labda upanga wa moto uliotumiwa na wa Misri, na akaweka juu hadi alipopata ushindi kamili. Elohim kwa mara nyingine tena alikuwa akiwapa watu wake ushindi. Bonde la Akori ambapo Akani na familia yake waliua ilifunga milango wa ushindi, mlango wa tumaini. Tunapokubali msamaha wa kimungu kwa imani, Elohim husika dhambi zetu huko Akori na kufungua mlango wa tumaini. Ushawishi unaopaswa kuwa zaidi na kanisa isiyo wapinzani wa wasi, makafiri na wakufuru wali ni wa maprofesa wa Isaya wasiopatana. Hawa ndio wale ambao husiwa baraka za Elohim wa Israeli na kuleta udhaifu juu ya kanisa, aibu ambayo haifutiki kwa urahisi. Umisaya haupaswi kuonyesha siku ya Sabato na kuonyeshwa katika patakatifu. Ni kwa kila siku katika juma na kila mahali. Madai ya kila sima yatambuliwe na kutiiwa katika warsha, nyumbani ya katika shughuli za kibiashara na ndugu na ulimwengu.